Nikusalimie kwa jina la Yesu, lakini pia nataka nikufundishe siri hii ambayo itaweza kukusaidia ili uelewe imani unayoisoma au unayoifuatilia ya Yesu Kristo, ili uweze kutembea katika uhakika, katika maarifa, lakini katika uweza wa Mungu. Nataka nikupe siri hii. Siri hii ni hii kwamba wewe ambaye unamwamini Mungu leo, unamwamini Yesu Kristo, usiseme kwamba utakufa. Wewe hautokufa. Nasema hivi kwa nini? Tukiangalia Yesu alichosema kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 25 na 26, akasema kuna watu katika hawa wenyewe hawatokufa. Kwa nini? Alisema hivi kwamba kuna wale ambao wamesha kufa watakuwa wanaishi katika yeye, lakini wale ambao hawajafa na wanamwamini hawajafa, ina maana hao wanaishi milele. Nikiwa na maana gani? Kabla ya Yesu kuja duniani karne ya kwanza, wale waliotangulia kuondoka kwa kipindi hicho hawajamwamini yeye, kwa sababu kipindi hicho yeye alikuwa hajatukuzwa hapa duniani. Ina maana wale wamelala. Kwa hiyo siku ya mwisho wao watabadilishwa, watahuishwa miili yao kama walikuwa wanatenda matendo mema kulingana na Torati, alafu wataenda kwenye kifua cha Ibrahimu, au wataenda kukaa kwenye ulimwengu wa Yerusalemu mpya, au duniani lakini Yerusalemu mpya. Yerusalemu mpya ni nini? Yerusalemu mpya ni ulimwengu wa roho, kwa roho zote au kwa roho zote ambazo zimetenda mema. Na ndani ya hiyo Yerusalemu mpya, ina maana ni wanadamu tutazidi kuishi hapa duniani, si kwa kuonekana kwa macho ya damu na nyama, bali tutakuwa tunaonekana kwenye ulimwengu wa roho. Nikiwa na maana gani? Leo kafuatilia vizuri. Kwa nini kuna watu walishaondoka duniani lakini unawaona? Labda unaweza kukuta ni watumishi wa Mungu walishaondoka duniani, lakini kwa sasa wanaweza kuwa wanaonekana na wanakuombea na wanakufungua. Lakini kuna wale ambao walikufa kwenye dhambi, unashangaa wanakuja kukushambulia na kutaka kukuua. Sasa hii linatupa picha gani? Kumbuka, kila nafsi inayolala udongoni. Kwa ulimwengu wa sasa ambao watu tumeshamkiri Kristo, watu hawa wanaokufa katika Kristo hawafi. Ina maana wanabadilishwa. Wao wanapolala kabrini, unaona, wanapolala kabrini wanabadilika. Wale ambao wamekuwa kama Yesu jinsi alivyofufuka, watu hawakuona kwa macho ya damu na nyama, ila walikuja kuona kabrini hakuna mtu. Na wewe ungekuwa na utaratibu mzuri sana wa kuweza kuangalia na kufuatilia kwenye wafu ambao wamekufa na kweli walikuwa wanatembea na nguvu ya Mungu. Asilimia kubwa ukija kufunua kaburi zao, kuna wengine hutowakuta kabisa miili yao. Utakuta vitambaa tu kama Bwana Yesu, kwa sababu wamekufa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo anawahuisha, anawaweka kwenye utukufu, kwao wanaenda kukaa na Yesu Kristo kwenye ulimwengu wa roho. Ila wale ambao walikufa mwishoni, mwanzoni, kabla ya Yesu kutukuzwa, ina maana hao ndio, ina maana siku ya mwisho watakuja kufufuliwa. Lakini wale ambao sasa wanakufa katika Kristo kwa sasa, ina maana hawafi, ina maana wao hawalali, wanaenda kukaa kwenye ulimwengu wa roho. Hichi kitu ni kitu ambacho lazima ukijue, maana maandiko yanasema atakayeniamini ingalikuwa anaishi hatakufa milele. Unafikiri Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alimaanisha nini? Jiulize swali. Anasema yule aliyekufa akiniamini anaishi, lakini yule atakayeniamini akiwa anaishi hatakufa milele. Kuna watu waliondoka hapa duniani wanampenda Mungu, lakini walikuwa hawajamjua Yesu Kristo. Hususan angalia Agano la Kale. Lakini kuna ambao sasa wameondoka, wanamwamini Yesu Kristo. Lakini kumwamini Yesu Kristo na kutembea katika Yesu Kristo, ina maana ni ile hali ya kuishi maisha yako mazuri na matakatifu yanayofuata lile neno linasemaje, na kuenenda katika misingi ya Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi leo nataka nikwambie,
hatutokufa wote, ila tutabadilika. Hatutokufa wote, bali tutabadilika. Kwa wewe amini, utaishi milele. Hatutoishi milele kwenye mwili huu wa damu na nyama, ila tukiwa katika Kristo, ina maana miili yetu hii ya damu na nyama itabadilika. Ni kama vile unapopanda muhindi kwa mwili huu wa kawaida wa punje, alafu unakuja unaleta mwili mwingine. Ni kama vile leo uchukue mbegu ya kapapai ilivyo keusi, lakini unashangaa tunda linalokuja la mti wa mpapai linakuwa na mwili tofauti. Kwa hiyo tunapandwa katika uharibifu, tunazaa katika mwili wa kutoharibika. Ni kama mbegu inapandwa ikiwa kavu, ni kama imekufa, lakini inamea, inakuwa hai, inazaa. Ndivyo na sisi wanadamu. Hii miili siku unapoondoka, yani wanahisi umeondoka duniani, kimwili watakuwa hawakuoni, lakini kiroho unaishi kama unamwamini Kristo na unatembea katika Kristo. Nataka nikwambie, Yerusalemu mpya itakuwa hapa duniani, itakuwa kwenye ulimwengu wa roho. Na Yerusalemu mpya hiyo unayosikia, ina maana utakuwa ni utawala kwenye ulimwengu wa roho, watu wakitawala kabisa kama watu wanavyotawala hivi sasa. Maisha yako rohoni, maisha ni ulimwengu wa roho. Anza kufuatilia elimu, fikra na mawazo ya Mungu juu ya neno lake. Utaweza kugundua hiyo siri. Ndio maana unatakiwa kuanza kumpenda Roho Mtakatifu, kumpenda Yesu Kristo, na kufanya hivyo ni kulipenda neno, maana Yesu Kristo ni neno. Mungu ni neno. Hili neno unalolidharau, Biblia hiyo unayoidharau, hiyo ndo imebeba siri. Na baada ya kuisoma ukaielewa, ukaifanyia kazi, ila maana Roho Mtakatifu ataingia ndani yako, ataanza kukuongoza. Na yule ndiye anayehuisha mwili wako, na huyo ndiye atakaye kufufua siku ya mwisho. Na huyo ndiye anayebadilisha mwili wako, na huyo ndiye aliyemfufua Lazaro, lakini pia huyo ndiye atakayetupa miili mipya isiyoharibika wa Yesu. Sasa Lazaro yeye alipewa roho mpya ili arudi duniani kimwili, lakini Yesu yeye alibadilishwa mwili na roho, akawa kwenye utukufu. Haonekani kimwili kawaida. Anaweza kuonekana kawaida kimwili, lakini baada ya kutukuzwa, baada ya kuzunguka kwa zile siku 40 na wanafunzi wake, basi aliacha kuonekana kimwili. Kwa hiyo akaenda sasa, akaanza kukaa rohoni. Ina maana yeye alienda kwenye kiti cha enzi cha Baba, yupo na Baba, anasubiri siku ya utukufu atakapoonekana kimwili kabisa. Kwa hiyo hapa mwanzo, hapa katikati, ina maana tuna Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia, yuko ndani yetu, ambaye anatuhuisha, anatusaidia, anatufundisha mpaka siku ya mwisho, parapanda ya mwisho itakapolia. Yesu yule aliyeonekana Yerusalemu, yule aliyetukuka akaanza kuonekana kwa wanafunzi wa Yesu, huyo atakuja kuonekana kimwili, lakini baadaye atabadilisha wanadamu. Ina maana akishuka, wale ambao walio katika makaburi watafufuliwa, wavishwe miili mipya, na wale watakao kuwa wanaishi bado wako duniani watabadilika ghafla, wavae miili ya ulimwengu wa roho. Basi hapo ndipo utakuwa mwisho. Mauti itamezwa na uhai. Hivyo basi wale ambao wametenda dhambi watakatiliwa mbali, alafu wale ambao hawakutenda dhambi wakaishi katika utakatifu na usafi na Kristo, ya maana hao wanaenda kuishi na Kristo milele na milele na Baba. Sasa hapo ndipo tunasema Mungu pamoja nasi kwenye Yerusalemu mpya itakuwa hapa duniani. Ya maana Baba ataishi na Kristo ataishi, lakini pia na Roho Mtakatifu atakaa na sisi ndani. Ni wale ambao watakuwa wameshinda. Kwa hiyo tutaishi kwenye ulimwengu wa roho, hatutokuwa tunatembea kwa magari haya. Kwa hiyo tunakuwa tunapepea, yani kama unavyoona malaika. Haya ninakufundisha ni mambo ya kweli, na ni mambo ambayo unatakiwa uyaamini. Kwa hiyo uzidi kujitengeneza, usije ukaona uharibifu. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.